Mwana michezo Afrika Mashariki na Kati, tupo hapa kuweza kuzungumza yale ya kimichezo na Mzee Karege. Bwana Mzee Karege, hatimaye Simba jana ameshinda ushindi mwembamba wa 1-0 na ameweza kufuzu hatua ya nusu finali Muungano Cup. Hilo ndo balaa. Yaani umetafuta balaa. Umesikia? Hata mwalimu kafanya kosa kubwa sana. Mwalimu asiyakashanga akauza ujue. Kwa sababu amechukia. Wanajua kitakachowakuta tarehe 29 sio kitu cha kawaida. Yaani kama nao Mlandege na watajiregeza nao wakajivunja wakaingia Simba, kazi wanayo. Na ndio maana watu wanaomba dua, hata mashabiki wenyewe wa Simba wanaomba dua kwamba na Mlandege waweze kufanyaje? Wafungwe na Mlandege ili watoke. Kwa sababu wao kala sivyo watafungwa tarehe 29, watafungwa tarehe 3. Wote vipi patakalika hapa mjini hapa? Itakuwa balaa hapa. Mara ngapi itakuwa hiyo? Kwa sababu shafungwa mara 6. Itakuwa ya 7 ya 8. CRDB vile vile wanaweza hata tukakaingia hata tukakutana tena tukafunga tena. Wote vipi patakalika hapa? Mimi niliwaambia watu, nimwambia hivi, wale hawatachukua kombe mpaka 2050. Labda na mimi nakupa siri kama siri. Labda aondoke Matola au aondoke msemaji wao yule Mediari au watu wananuksi, nikwambie mimi. Yaani hawatachukua kombe hao watu hao. Wewe kumwona Mediari atangaza kombe hapa kutoka kaingia Simba pale. Pengine tuseme Simba walitaka kujivunja ile jana. Yaani walishaambiwa kabisa jana msishinde. Fanyeni tu chezeni ovyo wapate goli moja au tuende kwa penalti washinde wao tutoke. Wao mwalimu kaenda kaingia kashaagizwa maagizo anaenda afunga goli. Wamemlaumu na kwa Zanzibar zima wamemlaumu mpaka mashabiki mpaka huko wanapigiwa simu, mfaa kosa kubwa. Unataka kututengenezea balaa wewe. Wanatutengenezea balaa sisi tuonekane kwamba hatufai kwa sababu Yanga hatuiwezi. Yanga haiwezekani hapa Tanzania. Na sio Tanzania kwa Afrika. Yaani jumla Tanzania nzima ni mpaka Afrika Yanga haiwezekani. Ndio maana nimekwambiaje hata juzi hapa Mwarabu simuona kala 3 pale. Mechi ya mwisho Yanga mpata 3 mtu pale. Uwanja wa Amani ule. Haitakuja kwa hizo timu za Tanzania hapa. Na ndio maana mpaka sasa sisi tunalaumiwa. Tunanunua marefa. Sisi tunafanyaje? Tunafanyaje? Tunazinua timu. Yaani kila mtu anatulalamikia sisi kwa sababu nini Yanga ilivyokuwa bora. Sasa nikwambie, ligi ya NBC kirudi. Tukisharudi kwenye ligi ya NBC, hakikisha kwamba makocha wote wanafukuzwa hapa Tanzania. Akiwepo na kocha wa Simba kishukutu hapa. Bwana, umeona Singida Black Stars jana walivyosafa kuweza kumaliza mchezo wao zidi ya Mlandege kama sikosei. Alianza kupata goli vile wakaja na comeback. Mabao 2-1. Wale wapinzani ambao wanaenda kukutana na Simba hatua ya nusu finali kombe la Muungano. Simba unaiona ikienda kutoboa? Simba anaweza kutoboa. Kwa sababu Simba hata kama kweli Simba mbovu, lakini sio kufungwa na Mlandege. Sawa. Lakini hawatoboi kwa sababu wanajua tukitoboa tunakutana na Yanga. Umeona shida hiyo? Azam mwenzao tayari kashasema, Yanga mimi simwezi. Nitawakilisha tu. Sawa. Kwa hiyo tunakwenda kukutana nao finali ni kati ya Mlandege au Simba. Kwa hiyo Simba atakuwa toboa sababu anakimbia. Mlandege anahamu sana kwamba aingie finali. Lakini Mlandege uwezo hana kumfunga Simba. Hiyo kweli uko wazi. Lakini Simba atajiregeza ilimradi nini? Kwa muogopa Yanga. Mimi nakupa siri hiyo. Wewe umeona mpaka sasa umetangaza uwanja unaenda kucheza tarehe 3. Umeona umetangaza? Tuseme wanaogopa Simba. Wewe umetangaza. Nikwambia nakupa za ndo siri za ndani lakini usimwambie mtu. Tunapeleka kati ya Arusha au Lake Tanganyika Kigoma huko. Ndio nako kimbilia. Kumbe wajua kaenda kule ndio tunaenda kuwaua vibaya. Bora ingekuwa Dar es Salaam. Wao wajui. Unapelekwa mpakani bwana. Mama yangu nakwambia hivi. Bora ingekuwa Dar es Salaam kwenda utakufa goli nyingi huko Kigoma huko. Kigoma nzima watu Yanga wale. Wale waamua wale. Mua wote unaona wewe mpaka wazee watoto wote Yanga kule Kigoma. Kwa hiyo utakufa goli nyingi kweli. Arusha ndio usiseme kabisa wa Masai na wale Wachaga sio wa Mburu wale. Usiseme kwa Yanga. Kwa hiyo anaruka. Unajua mimi nakwambiaje? Mwache aruke tu. Lakini kifo kiko pale, haijalishi umekufia wapi. Sawa? Yaani kuzikwa ni kule. Umezikwa Dar es Salaam, umezikwa Arusha, umezikwa Kigoma, umezikwa Mtwara, umezikwa wapi? Wewe umekufa tu. Kwa hiyo anaruka tu kama maharage. Na nikwambieni maharage ukiona anaruka ndio kuiva kwake. Kwa hiyo Simba anaruka. Wewe waache tu, wataingia kwenye mtego tu. Kwanza ushaingia kwenye mtego. Mechi tarehe 3 ukwepeki. Hiyo anaweza kutukwepa akakimbia hii. Finali tarehe 29 anaweza akakwepa akakimbia. Lakini hiyo sasa hawatoki. Bwana mtaalamu Florent Ibenge ameweza kufuzu hatua ya nusu finali kombe la Muungano zidi ya Yanga kesho bana. Pila Ibenge zidi ya Pila Pedro. Unaona Yanga ikienda kutoboa katika hatua ya nusu finali? Yeye mwenyewe Denge kashasema, nimekutana na mzigo mzito. Nimekutana na kitu kizito. Yaani mimi kweli nina mifumo mingi Denge, lakini kwa huyu bwana huyu kocha wa Yanga mwenye mifumo karibu 7800 mpaka sasa katumia mifumo 4-5 tu. Anatokaje Azam? Azam walipata draw hapa, unaona alivyoshangilia hapa. Walipata draw hapa Taifa siku ile, NBC, wakashangilia kishenzi.
na kwa sababu sisi yani si nisemeje sisi. Wewe bwana wewe. Kitakachokuta jamani. Wakati huo CAF wameweza kutoa lenki zao zile, Yanga nambari 12, Simba nambari 11 wakitoka nafasi ya 6 mpaka nafasi ya 11. Aliyakuwa Yanga bado mpo chini ya Simba. Nadhani kitu gani ambacho kimewafelisha kwa zidi Simba kwenye na hata hivyo nikwambie, yani wamepotea. Yani kwa Simba sasa hivi. Yani lenki kija kutoa tena mwakani, si mwaka gani huo? Ndio itashuka zaidi. Nikwambia hata hii nafasi 4 za juu Ligi ya Mabingwa mwakani kwa mchezo hawamo. Kama wataendelea kuleta gozi kutusumbua sisi kina wazee kila mzee Kadege. Yaani hata hii nafasi 4 za juu zile za kufanya ucheze kila bingwa zile. Awamo Simba watashiriki ligi ya mwakani mabingwa. Kwa hiyo watashuka mno. Sio nafasi ya 12, sio 10 ngapi. Watakuwa nafasi ya 30 huko. Mimi nakwambia. Wewe unaniambia nini bwana wewe? Simba moto wapi wewe? Simba ilikuwa moto kipindi cha corona. Yaani ule ugonjwa sio wa corona, sio wa corona, sio wa kipindupindu yale. Simba wale ndio wametumia nafasi hiyo. Timu zikawa hazina mambo ya mpira, wanafikiria magonjwa ya corona na magonjwa sio ya nini, wao ndio wakawa wanazifunga zile timu. Ndio kufanya napata nafasi ya 5 hiyo. Umeona bwana? Lakini sasa hivi watu wanacheza mpira, watu mipango yote, kila kitu, wazee wamerudi, kamati zinafanya kazi, Simba hapati matokeo popote pale, iwe kila bingwa au ligi ya Tanzania, hapati matokeo. Mimi nakwambia mimi. Bwana Suleiman Mwalimu Gomez mwisho wa msimu anaweza kumaliza mkataba wake wa miezi 6 ambaye mkopo alikuja kutokea Wydad Casablanca, anarejea pale nchini Morocco. Unaiona Simba kiasilika kiasi gani kukosekana kwa Suleiman Mwalimu? Hamna kitu mule, watataka huko wafikiri atarudi kule. Ataenda na Mungu huyo. Yaani mshambuliaji ambaye anapata nafasi 4 5 anapata moja. Mshambuliaji gani yule? Mshambuliaji kama mtu anakosa magoli. Tena wale ndio maana nakwambia Simba itafanya vibaya mpaka basi. Wamemsahau hata Soa. Afadhali ya Soa, yani Soa anakapa Mwalimu hapa na Soa. Mwalimu kazidio mara 10. Uwezo ulikuwa na Soa. Sema Soa tu ndio vile wanasema hivi. Kitu kizuri chochote akidumu sasa na mwanamke ukimooa. Kama anajua kupika misosi vizuri. Mwanamke kama anajua kupika misosi unakuta mvivu wa kupika. Umeona Mungu alivyokuwa mtu ajabu hapo, na Mungu alivyokuwa vitu ajabu hivyo. Yaani mtu kama kitu anakijua, hata mcheza mpira huyu akiwa na uwezo wa kucheza mpira vizuri unamkuta anakuwa mvivu wa mazoezi. Yeye fuatilia tu, watu walikuwa na uwezo wa kucheza mpira wale. Walikuwa wavivu wa mazoezi. Ibrahim Wajibu yule mvivu wa mazoezi mpaka kipindi fulani katika Kongo huko kama sio na maana anaogopa mazoezi. Yaani mtoto mwenye kitu anakiweza vizuri mara nyingi huwa anakuwa na matatizo, ndio Mungu alivyoweka hivyo. Kwa hiyo hata Soa mshambuliaji hatari lakini wanamdharau. Kituo kinachofuata kati ya mnyama Simba amefanikiwa kufuzu kuelekea katika hatua ya nusu finali. Singida Black Stars anaonekana kama amemkimbia mnyama vile. Leno limemkimbia mnyama. Sio kweli, sio Singida tu. Yaani Singida alishajua kwamba nikitoka hapa nitakutana na Simba. Sawa? Uwezo wa kumfunga Simba alikuwa nao. Akaona sasa finali nitacheza na nani? Na Yanga. Ndio nazadilika sasa. Na mimi nitaingia kwenye mfungo wa 6-7. Alijua. Simba wenyewe jana hivi Mwalimu nikwambia ana kesi. Mwalimu ana kesi. Selemani wewe. Akwambiwa afunge goli. Mwalimu anauzwa, anafukuzwa, anarudi kwao huko wapi huko Wydad huko. Simba wamekasirika bwana. Wanajua moto atakayokutana nayo tarehe 29. Mwalimu ana kesi. Hivyo anamzonga. Toka pale uwanjani walikuwa wanamzonga. Kwa nini umefunga goli? Kwa nini umefunga goli? Kwa hiyo hawa watajivunja na Mlandege. Watajivunja, wanajitoa Simba hao. Hawachezi finali hao. Baada ya hapa sasa Simba Sports Club kufanikiwa kuelekea nusu finali. Young Africans kufanikiwa kwenda nusu finali. Inasemekana huenda mmoja wapo akamkimbia mwenzie. Simba Sports Club dhidi ya Mlandege. Azam FC dhidi ya Young Africans. Nani atakayemkimbia mwenzie wasikutane dabi? Hapa kukimbia ni Simba babu. Yaani iko wazi. Hata ukiwauliza wao waliokuwepo hapa, wakukimbia ni Simba tu. Wewe moto Yanga mchezo. Moto Yanga mchezo. Nimekwambia vijana kwenyewe jana pale, bahati mbaya Mlandege lazima wafe. Mlandege lazima tutaachiwa ashinde, ili mradi tu wanatukimbia sisi. Jamaa nyinyi mbona muelewi? Wanatukimbia sisi hao. Wewe wafungwe tarehe, yani jamaa sio nirudieje. Wafungwe tarehe 29 kukutana na Simba. Kwanza kombe naliachaje lile? Unajua sisi ndio watetezi ile kombe. Tumekwenda kufuata kombe letu. Yaani kwa mfano kuku wako, bata wako, au si watoto wako, mtu anakuja kuchukua kiurahisi. Sisi hatuachi kombe lolote, nimekwambia. Kombe lote tutakayeshiriki. Hata kama tugombee, wewe weka hata kijiko. Kijiko hiki, sema hichi kijiko kinagombewa kwa swala la mpira, Yanga wanachukua. Kwa hapa Tanzania. Chochote kile akwambia, hata kama Toto Cup pale Babatini tukashiriki Toto Cup pale, sisi tunachukua ubingwa pale Yanga. Ila Simba hata kama atashiriki Toto Cup, achukui kombe. Nimekwambia mimi. Achukui. Nawapa salamu za namna gani? Watu kibao na nuksi pale kile matola wale. Nawaambia nini Simba? Simba wakimbie, mimi nakwambia. Watazadilika. Itakuwa vurugu hapa mjini hapa.
Yaani itakuwa vurugu hapa mjini kwa sababu watafungwa washafungwa mara 6. Itakuwa mara ya 7, ya 8, ya 9. Hapo tutakaa hapa mjini sisi. Watampiga hata mtu asiosika mimi nakwambia. Wakianza wao sasa. Kufanyaje? Wafunga. Wamfunge nani? Wanamfunga Yanga kwenye finali. Mavi. Wakarudi wakamfunga tena kwenye ligi. Subutu. Wakamfunga kwenye CL. Subutu, navua nguo mimi natembea mji mzima uchi mimi. Mama yangu nakwama na Dar es Salaam mimi. Wewe bwana wewe. Na nauza kila kitu nilichokuwa nacho. Kwanza nikiwa mchezo na nikajinyonga kabisa. Unasema? Wewe. Kujinyonga mimi sipo. Wewe. Yaani kwanza itakuwa ni maajabu na sio mimi watashangaa mpaka mitume watashangaa. Yaani sisi. Yaani tufungwe na Simba sisi. Au kwa dua waliopata ndio maana mnawafagilia. Au kwa ile dua waliopata. Ile dua ilikuwa mwezi wa Ramadhani. Selemani Mwalimu amerejea tena kambani visiwani Zanzibar. Nimekwambia hivi wanamlaumu kwamba watakiwa watoke jana. Kukosekana kwa Mudathiri haya pengine nyie muogopi. Mudathiri haya kweli jambo alilofanya hata mimi sikulipenda na nimelikemea sana. Ni jambo la kitoto. Sawa? Ni jambo la kitoto kwa sababu ndio kiungo bora hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Mambo kama haya wanataka wafanye timu ndogo ndogo kama vile Simba, sio Azam nani. Haya ndio mambo ya kiuni wafanye huko. Yanga atakiwa mambo ya kiuni. Yanga ni taasisi kubwa. Unapofanya jambo linachukuliwa kwa ukubwa, ni taasisi kubwa, unaizalisha taasisi yetu. Mimi nimemgomba Mudathiri, nimemgomba yule goalkeeper wetu Diala. Yote mambo mimi siyataki. Sisi tuwafunge watu kama vile mpaka wanavyosema vile kunanua mechi. Nini? Na nikwambie, makocha wote hapa Tanzania watafukuzwa kwa sababu ya Yanga. Makocha wote Tanzania NBC watafukuzwa kwa sababu ya Yanga. Umechangia lakini. Umechangia? Nakwambia hivi. Umechangia milioni 1 ya Mudathiri? Yeye amechangia tena? Ujinga wao asifanye. Atoe mwenyewe imuume na ikiwezekana na mshauri na Yanga nao wamuongeze mechi 3. Unasema? Yanga wamuongeze mechi 3. Yanga wamuongeze nani? Sababu Mudathiri haya. Yanga imuongeze. Nasema hivi kwa sababu kama utawaacha kesho atafanya Pakome, kesho atafanya Kibwana Shomari, mtondogo atafanya siu nani. Yaani itakuwa kama mchezo sasa. Dawa yake sasa yule. Atoe mshahara wake, alipe mwenyewe. Hiyo moja. Yanga nao wamuongeze adhabu ya mechi 3, zile mechi 6. Ili nini? Hao wengine wasifanye. Nikwambie story moja. Wewe una watoto 5. Huyu mkubwa unamtegemea shule hataki. Hakikisha kwamba mpaka wadogo wa wanne waliobaki nao shule atakuwa wataki. Dawa yake mfukuze yule mkubwa, mwambie nenda kazuri mjini huko, nenda kajuu kafie mbele huko. Yule akiondoka wadogo utakuta anasoma. Lakini kama unamweka pale nyumbani, acha shule. Ndio binadamu alivyo hivyo. Kwa hiyo ya Mudathiri kama tutamlipia si mashabiki. Sawa? Hakikisha na Kibwana Shomari atafanya. Mzizi anarudi atafanya. Pakome atafanya. Si ndio nako inaenda hivyo? Kwa sababu kumchangia. Hapa tukomeshe ni swala tusipende yani japo mimi Yanga, mimi kwenye Yanga niambii kitu. Wewe mwenyewe unajua mimi Mzee Kadege kwenye Yanga niambii kitu. Afadhali ufanye jambo lolote kwangu, si uchukata mke wangu au si unizulumu nyumba, si kitu chochote. Yaani chochote ifanya, lakini usiseme Yanga. Lakini ujinga kama ule hapana. Wewe ungani. Mimi siungani naye. Mama yangu tasitaki kabisa kwa sababu unachafua taasisi. Sisi wako kupiga tu viliko. Sisi kazi yetu ni kuwafunga watu magoli, alafu tunaambia tunanua mechi, mara sisi tumemarefa wabovu, mara sisi nani kafanya hivi, ndio sisi tulivyo. Sio kufanya mambo ya ajabu. Mambo ya kiuni Simba huko. Shukrani sana. Haya, asante sana.